Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wapo katika wiki kuelekea kilele cha siku ya wazimamoto duniani ambao huadhimishwa kila siku ya tarehe 4 mwezi Mei. Siku hii inatumika kuwakumbuka wapambanaji ambao siku zote huwa wanatanguliza maisha ya watu kwa maana ya raia, mali pamoja na mazingira yetu mbele kabla ya maisha yao wenyewe. Tumeona katika wiki hii hapa katika jiji la Dodoma, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limekuwa likitoa elimu katika maeneo mbalimbali, katika shule zetu za msingi na sekondari, katika masoko, lakini pia katika maeneo mengine ya wazi ambayo watu wanaweza kufikiwa kupata elimu hiyo. Tumeona hapa vitu vingi vikifanyika, watu wameendelea kuhimizwa namna bora ama sahihi na ya bure ya kuwasiliana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kupiga namba 114. Lakini pia katika matembezi ya amani, wapambanaji wameweza kuonyesha utayari wao wa kudhibiti majanga ya zimamoto katika makao makuu ya nchi kwa kuonyesha mavazi maalum mbalimbali ambayo yanaweza kustahili moto wa aina zote, lakini pia kuweza kuwafanya wao kuweza kufanya majukumu yao kwa urahisi zaidi ama kwa kujiamini ili aweze kutimiza yale ambayo wamekusudiwa. Sasa kilichobaki ni wananchi wetu wa jiji la Dodoma kuweza kujua vitu vya awali vya wao kufanya kabla au wakati tunasubiri wapambanaji wa Jeshi la Zimamoto wanapokuja. Wakati upo katika lile tukio la moto pale ama wa jengo au wa mali nyinginezo la wanyika, ufanye nini? Tuna watu pale wamelala chini, wameshaingiwa na moshi, unafanyaje CPR au wewe mwenyewe uchukue hatua ipi ili kuweza kuhakikisha unakuwa salama wakati unasubiri kupata msaada zaidi. La upo katika maeneo yetu, tunajua tuna maeneo ambayo yamejengeka sana kama maeneo ya Chang'ombe. Maeneo yale kwa sehemu kubwa nyumba ziko karibu. Pia waweze kufanya nini inapotokea changamoto, waweze kupiga ile simu, wakipiga simu wakati wanasubiri nini wanaweza kufanya baina ya wao kwa wao, lakini pia wakati wanasubiri jambo lingine kuendelea. Tumejifunza sio kila moto unazimwa kwa maji, sio kila moto unazimwa kwa mchanga, sio kila moto unazimwa kwa blanketi. Tumeshuhudia wananchi mamalishe na babalishe pale soko la Machinga wakifundishwa kuzima moto kutoka kwenye mtungi wa gesi ili tuweze kuishi na moto ulio salama. Wote tunajua moto una manufaa yake, lakini tunatakiwa kuweza kufanya katika msingi uliokuwa sahihi ili moto ule uache kuwa na madhara kwa wananchi wengine, kwako mwenyewe na kwa jamii inayokuzungumza. Sisi wilaya ya Dodoma tuko timamu wananchi. Sisi wilaya ya Dodoma tuko timamu makampuni binafsi. Sisi wilaya ya Dodoma tuko timamu kwa vyombo vya ulinzi na usalama, lakini niweza kusema kwa niaba ya kamanda hapa amezungumza vyema, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa na wilaya ya Dodoma wako tayari kuifaharisha Dodoma ikiwa ni makao makuu ya nchi. Lakini pia tunapoadhimisha hii siku ya mzimamoto duniani, sisi ni moja kwa moja tumejizatiti na kujikita kupeleka huduma zaidi kwa wananchi, na hivi ninavyozungumza kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunashukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Amiri Jeshi Mkuu. Kwa mkoa wa Dodoma tuna jumla ya vituo 9 vinavyotoa huduma kamili za kuzima moto katika wilaya zetu hapa makao makuu ya mkoa, lakini pia katika wilaya zetu zote. Na hili ukilinganisha tukirudi nyuma mwaka 2017 mkoa wa Dodoma ulikuwa na vituo viwili tu na mitambo miwili tu, ambapo mtambo mmoja ulikuwa jiji la Dodoma na mtambo mwingine ulikuwa katika viwanja vya ndege. Kwa hiyo ilikuwa tunatazamia kutoa huduma Dodoma jiji aidha kuelekea Mpwapwa ama kuelekea Kongo au kokote katika wilaya za Dodoma mjini, hali ambayo kidogo ilikuwa inaleta changamoto katika kuleta ufanisi na kuokoa maisha na mali. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa kweli huduma ya zimamoto inapatikana katika wilaya zote, na
kuna mitambo ipo kule. Kwa hiyo tuombe wananchi watupe ushirikiano kupitia namba yetu ya dharura, watoe taarifa kwa wakati, lakini niwaombe tena na kuwakumbusha wachukue kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto.